Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu mtandao wa kiza wenye habari nyingi zenye hatari na zenye kutisha. Sio rahisi kufika mtu wa kawaida na kwenda kujua habari zilizofichwa na habari zenye siri nzito. Ni mtandao upi ambaye nauzungumzia hapa? Kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Watu wengi hatufahamu kuhusu mtandao. Mtandao unaongozwa na pande kuu tatu. Pande ya kwanza ya mtandao inafahamika kama surface web. Na surface web katika pande kuu tatu za kimtandao ndiyo level ndogo na ndogo sana kuliko level zingine zilizobakia. Na surface web inatupatia habari za kijamii katika tovuti mbalimbali kama vile blogger na website kwa ajili ya kupata habari mbalimbali na kupakua nyimbo kwa ajili ya kujiburudisha, na tovuti mbalimbali kama vile YouTube, TikTok, Instagram pamoja na WhatsApp. Na watu wengi tunatembea katika surface web katika level ndogo ya kimtandao ambaye tunaamini kwamba ndo tumefika, na tunatumiana picha mbalimbali kupitia mfumo wa surface web. Level ya pili ya kimtandao inafahamika kama deep web. Deep web ni level ya pili ya kimtandao ambayo inahifadhi taarifa zako zote za kibenki, na pia inahifadhi data na nyaraka mbalimbali za kiserikali katika njia za siri. Na pia deep web inahifadhi pia taarifa mbalimbali zinazohusiana na hospitali mbalimbali, na pia inahifadhi taarifa za barua pepe ambazo zinahusiana na taarifa zako. Hii ndiyo level ya pili ya mtandao, na level hii huwezi kutumia mtu wa kawaida tu. Inatumiwa na watu maalum wenye vibali maalum na wenye wazifa mkubwa sana wa kiserikali. Na level ya tatu yenye habari za kutisha na yenye siri nzito sana inafahamika kama dark web. Dark web ni soko la kila kitu ambalo linauza bidhaa ambayo haiwezi kuuzwa katika njia ya kawaida, kama ambavyo sisi tunavyofanya biashara katika mfumo wa kawaida wa surface web. Na dark web huwezi kuingia kupitia browser kama ambazo tunazitumia sisi katika surface web, katika mtandao wenye level za chini. Dark web ni level ya tatu ya kimtandao yenye ukubwa sana na inatumika na watu wenye elimu ya hali ya juu. Huwezi kuingia katika dark web kupitia browser kama vile Google, au katumia browser ya Google Chrome. Huwezi kuingia, au katumia browser ya Opera Mini. Hauwezi kuingia, au katumia browser ya Firefox. Pia huwezi kuingia katika dark web
kupitia hizi browser. Hata browser ya Safari huwezi kutumia kuingia katika dark web. Watu wengi wanaotumia mtandao wa dark web ni watu ambao hawawezi kufahamika hata katika njia za kiserikali wanapokuwa wanafanyiwa uchunguzi. Dark web ni mtandao huru. Katika dark web hakuna sheria na hakuna mipaka na hakuna utu wala msalie mtume. Dark web ni soko la kimtandao huru, na soko hili la kimtandao hutumika sana na watu wanaefanya biashara haramu katika njia za siri. Na katika dark web utadili na biashara na watu usiowafahamu, na ukizulumiwa huna pa kushtaki, na utafanya biashara na watu usiowafahamu. Dark web iko tofauti na surface web, mtandao tunaotumia sisi katika tovuti mbalimbali. Tunafanya biashara tukiwa tunafahamiana, hata picha tunatumiana. Lakini katika dark web hakuna video call. Katika dark web utafanya biashara na mtu usiye mfahamu. Kuna nini ndani ya dark web ambavyo vipo vya zaidi na zaidi? Mtandao huu una siri za kutisha, na mtandao huu una siri nzito sana. Unatumika na wanaharakati ambao wanahitaji kufanya mapinduzi na hawataki kukontroliwa katika mamlaka za kidikteta. Mtandao huu unatumika katika njia za siri na watu wenye elimu za hali ya juu. Sio kila mtu ambaye yupo katika dark web anatafuta uhuru wake binafsi. Watu wengine wapo katika mtandao wa dark web kwa ajili ya kutafuta taarifa zenye kufungua ubongo wao na kujiongezea maarifa ya kuifahamu dunia ilivyo. Na sio kila mtu ambaye yupo katika dark web basi anahitaji kufanya mapinduzi au anatafuta uhuru wake binafsi kwa ajili ya maisha yake. Hapana, wengine wapo katika dark web kwa ajili ya kujifunza elimu mbalimbali, kwa ajili ya kujikomboa na mambo ya kiuchumi. Katika mwaka 2011 kuna mtu alileta mabadiliko katika dark web. Alifungua tovuti ndani ya dark web ilifahamika kama Silk Road. Mtu huyu anafahamika kwa jina la Rose Bridge. Aliufungua mtandao huu katika tovuti ya dark web ilifahamika kama Silk Road kwa ajili ya watu kufanya biashara ya bidhaa haramu katika tovuti yake, na ilileta muonekano tofauti katika dark web. Na mtandao huu ulikuwa maarufu na watu wakawa wanafanya biashara mbalimbali, watu wasiojulikana, kama ambavyo sisi tunavyofanya biashara katika surface web kama vile Amazon, Jiji. Watu wakawa wanapakua taarifa za habari mbalimbali kama mtandao wa DJ Mwanga, Yinga Media, Beka Boy, DJ Tifa au DJ Najma. Katika mtandao wa Silk Road watu waliuziana bidhaa mbalimbali ambazo ni haramu, kama vile silaha pamoja na kupeana fedha bandia na hati bandia, na vile vile watu kupelekeana taarifa mbalimbali zinazohusiana na biashara za madawa ya kulevya. Mtandao wa Silk Road ulikuwa ni maarufu sana katika dark web
na ulileta taswira tofauti kwa wafanyabiashara mbalimbali ambao walikuwa wakifanya biashara haramu, na vile vile ulisaidia watu wengi sana. Wale ambao walikuwa ni waaminifu basi waliongezewa kipato zaidi, na wale ambao walikuwa sio waaminifu basi walizidi kuangamia zaidi na zaidi. Kwa bahati mbaya, mtandao huu wa Silk Road uliingiliwa na FBI na ukawa umefungiwa. Katika dark web kuna watu mbalimbali walifungua tovuti tofauti zenye kuelezea habari za kutisha na habari zenye hatari sana, na vile vile kuna tovuti pia zenye kuleta habari nzuri ambazo ukizifuatilia zinakuletea chakula cha ubongo na zinakuongezea ufahamu wako wa akili. Katika dark web kuna tovuti inafahamika kama Red Rooms au chumba chekundu. Watu wengi ambaye wamejiunga na Red Rooms wanakuwa na shuhudia matukio mbalimbali ya hatari na matukio yenye unyanyasaji mkubwa sana, hasa kwa binadamu. Kuna video clip zinakuwa zinaonyeshwa live jinsi binadamu wanavyopewa mateso mbalimbali, jinsi ambavyo binadamu wanavyochinjwa, na jinsi wanavyofanywa ukatili, na jinsi binadamu wanavyouawa kiunyama na kiukatili sana. Na vile vile katika Red Rooms, chumba chekundu, watu wanakuwa na comment pale, wanatoa taarifa mbalimbali, wanafurahia yale matukio yanavyotokea. Yani yale matukio ya kinyama yanayokuwa yanafanyika katika chumba cha Red Rooms, basi watu wanakuwa wanafurahia zile habari. Na watu wana comment kama ambavyo sisi tunavyo comment katika tovuti zetu za surface web kama vile YouTube, TikTok, kwamba habari hii ni ya moto sana. Ndivyo watu wanavyo comment pia katika dark web, katika tovuti ya Red Rooms. Chumba chekundu au vyumba vyekundu, kuna soko huria, soko haramu, ambalo watu wanauza taarifa mbalimbali za watu, na taarifa hizi zinauzwa kwa bei ndogo sana. Mtu anaweza kaiuza taarifa ya maisha yako yote au ID yako ya kitambulisho chako. Ukashangaa kupitia kitambulisho chako mtu akaenda akachukua mkopo, aidha bank, aidha katika sekta fulani ya serikali. Mwisho siku unakuja unapata kesi kwamba unadaiwa kiasi fulani cha fedha katika kampuni fulani. Ukiangalia wewe hujawahi kuchukua mkopo, au unaweza ukaweka fedha nyingi sana katika akaunti yako, aidha ya bank au aidha akaunti ya kuhifadhia pesa. Ghafla ukakuta fedha zako hazipo, mtu amezidraw tayari, kumbe mtu alishauziwa kadi yako ya bank katika Red Rooms. Katika dark web kuna makundi ya siri ambayo yanatumika katika kazi haramu. Na katika dark web kuna baadhi ya watu wasiojulikana wanauza oda za mtu kuuawa, na mtu anaye ghafla anafikwa na umauti, na ukiangalia aliyeua hafahamiki. Mtu ametekwa na ukiangalia aliyemteka hafahamiki. Na malipo yanapofanyika kwa ajili ya oda katika dark web kwa ajili ya mtu kuuawa, pale tu unapofanya malipo na ghafla ile fedha inachukuliwa na watu wasiojulikana, na ghafla unashangaa kazi yako imefanyika. Hii dunia imejawa na mambo mengi sana. Hivyo
ni muhimu sana ndugu mtazamaji kuwa makini sana na mitandao ya kijamii, na watu tuwe makini sana katika mitandao, na tuwe makini katika kushare habari zetu mbalimbali, aidha katika mitandao ya kijamii, aidha kutumiana picha, aidha kutumiana taarifa mbalimbali katika email. Dunia imejawa na mambo mengi sana yenye ajabu. Dunia imejawa na mambo yenye kufurahisha, na dunia imejawa na mambo yenye kuhuzunisha. Hivyo ni muhimu kuwa makini sana na dunia sasa hivi, dunia hii ya Dajjal. Na kwa nini katika dark web kuna taarifa za viumbe mbalimbali na kuna ident au ID ya taarifa ya maisha binafsi ya mtu? Kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba dark web, kama nilivyosema, inaendeshwa na viumbe wa ajabu kama vile aliens, inaendeshwa pia na majini, inaendeshwa pia na Lucifer, Shetani. Na kuna watu wengine pia, baadhi wanaamini kwamba dark web imeanzishwa kwa ajili ya watu wenye akili zaidi duniani. Mtandao huu umeletwa kwa ajili ya watu wenye akili zaidi duniani, kwa ajili ya kujifunza sayansi za hali ya juu, kwa ajili ya kujifunza vitu vya siri vilivyofichwa. Na dark web, watu baadhi pia wanaamini kwamba ililetwa kwa ajili ya watu wasomi, watu wenye ubongo, wenye IQ kubwa, namaanisha magenius, kwa ajili ya kufanya mapinduzi ya hii dunia. Kwa leo naomba niishie hapa. Kama unavyoona hapa Daktari Musa, ofisini kwangu kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto mbalimbali za kimaisha, unahitaji dawa za mvuto wa biashara, unahitaji dawa za mvuto wa mapenzi, wa kumteka mke au mume, unahitaji mvuto wa kupandishwa cheo kwa bosi wako, au vile vile unahitaji kuwa ni mtu wa mafanikio, mtu mwenye kupendwa. Na ofisini kwangu pia kuna dawa mbalimbali za kutibu maradhi mbalimbali, na pia kuna dawa za kupandisha nyota, kusafisha nyota, kuna dawa za kuvunja maagano ya kishetani, na kuna dawa za kuvunja maagano ya kichawi. Kama unahitaji pete za bahati zenye kuendana na ufalme wa nyota yako, pete original kabisa za madini, pete za kupatia mafanikio, na pia kama unahitaji pete za majini, pete zilizofanyiwa kafara za kijini, unahitaji kuwa mtu wa mafanikio kupitia kile unachokifanya, unahitaji kuwa ni mtu mwenye madaraka, usisite kunitafuta Dr. Musa kupitia namba +255 784 120 592. Na kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno jekundu lililoandikwa subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Na pia ukishare video hii kwa ndugu, kwa marafiki, utakuwa umefanya kitendo cha uungwana zaidi. Na vile vile ukilike na ukicomment, utakuwa umefanya kitendo cha uungwana zaidi, na pia ukasubscribe channel yangu. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.